nimekwisha kuyataja. Na leo nataka niongeze kitu fulani kutokana na yale matukio 7. Nilisema tukio la kwanza ambalo ni la muhimu sana lilikuwa ni tukio la kufa kwa Yesu Kristo, ambalo tukio hili lilibebwa na sikukuu ya Pasaka. Na utimilifu wake ni kwamba kwa kweli ni jambo la kushangaza sana. Yesu aliuawa wakati ule ule wa Pasaka, kama ambavyo ilikuwa imenenwa tangu zamani katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 23. Tukio la pili lilikuwa ni tukio la kuzikwa kwa mwili wa Yesu usio na dhambi, na tukio hili lilibebwa na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na Yesu alizikwa wakati ule ule, wakati sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilipokuwa inaanza, au kwa maneno mengine jioni ile ile ambayo Yesu aliangikwa msalabani. Lakini tukio la tatu ilikuwa ni tukio la kufufuka kwa Yesu Kristo, ambalo lilikuwa limebebwa na sikukuu ya malimbuko. Na ni jambo la kushangaza sana kwamba Yesu alifufuka siku ile ya Jumapili, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya malimbuko. Wayahudi walikuwa wanasherehekea siku hiyo, sikukuu ya malimbuko. Ndiyo Yesu alifufuka akiwa yeye kama limbuko la ufufuo. Lakini sikukuu ya 4 ilikuwa ni sikukuu ya kushuka, ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste, ambayo ilikuwa imebeba ujumbe wa kushuka kwa Roho Mtakatifu au kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Na kwa kweli inashangaza sana, siku ile ya 50 ambayo baada ya Pasaka, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste, siku ile ile kama maandiko yanavyosema kwenye kitabu kile cha Matendo, Roho Mtakatifu alishuka siku hiyo hiyo. Tukio la 5 linalofuata ni tukio la kunyakuliwa kwa kanisa, ambalo ndilo tunalisubiri sasa. Maana matukio haya 4 mengine yaliyotangulia yalishatokea, na kwa kweli cha kushangaza ni kwamba yalitokea kwa wakati ule ule kama ambavyo yalikuwa yamenenwa katika maandiko. Kwa hiyo kutokana na yale yaliyotimia, tunao uhakika ya kwamba hata tukio linalofuata, tukio la 5, tukio la unyakuo wa kanisa, na lenyewe litatokea kwa wakati uliotajwa, yani wakati wa sikukuu ya matarumbeta. Na katika historia ya wana wa Israeli ya sikukuu zile za Bwana zilizoko katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 23, sikukuu hii ya matarumbeta usherekewa mwezi wa kwanza wa Kiyahudi, ambao kwetu sisi katika kalenda ya Gregory huangukia mara nyingi mwezi wa 9, na mara chache sana huangukia mwezi wa 10. Kwa hiyo kwa kufuata sikukuu zilizotimia, kwa kweli hatuna mashaka tena kwamba bila shaka yoyote kanisa litanyakuliwa wakati wa sikukuu ya matarumbeta. Ijapo hatuna uhakika kwamba itakuwa ni mwaka huu au miaka mingine ya huko mbeleni, lakini ni wakati wa sikukuu ya matarumbeta, kwa sababu sikukuu ya matarumbeta ndiyo ambayo imebeba ujumbe wa unyakuo. Na Mungu kwa sababu amekuwa akitenda jambo kwa wakati uliokusudiwa, hatuna mashaka kwamba hili nalo litatokea kwa wakati uliokusudiwa. Kama mengine yalitokea kwa wakati ule ule, hata tukio la 5 la kunyakuliwa kwa kanisa lililobebwa na sikukuu ya matarumbeta litatokea kwa wakati uliopangwa. Kwa hiyo niseme hivi kwamba kwa kweli Mungu anatupenda, wala Mungu hataki tuishi kwa wasiwasi. Watu wengine wanaishi kwa wasiwasi, wanasema kwamba la kanisa litanyakuliwa labda ni leo au kesho au lini. Hapana, wakati sahihi wa kunyakuliwa kwa kanisa ni wakati wa sikukuu ya matarumbeta. Ijapokuwa hatuna uhakika ni mwaka upi, lakini tunajua ya kwamba ni wakati wa sikukuu ya matarumbeta. Kwa hiyo usiishi kwa hofu tena. Tunajua kwamba mwaka huu sikukuu ya matarumbeta itakuwa ni mwezi wa 9, katikati ya tarehe 11 au 13 hapo katikati. Maana sikukuu hii ndio sikukuu pekee ya Bwana ambayo ni sikukuu ambayo hakuna ajuaye siku wala saa, maana yenyewe hutegemea mwandamo wa mwezi. Baada ya sikukuu hiyo kutokea,
kama itatokea ni mwaka huu au mwaka ujao. Itafuata sikukuu nyingine ambayo imeambatana na kurudi kwa pili kwa Yesu, yenyewe inaitwa ni sikukuu ya upatanisho. Sikukuu ya upatanisho hii yenyewe itatokea wakati ule Yesu atakaporudi mara ya pili na kuwapatanisha Israeli pamoja na Mungu. Lakini pia sikukuu ya mwisho ya saba ni sikukuu ya vibanda, ambayo hii itakuwa ni wakati ule Yesu atakapoanzisha ufalme wake